إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعدكم حميد الله jalla jalaluhu na kumwombea ziada ya rahma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ni hutuba ya pili katika mfululizo wa hutuba hizi ambazo zitakuwa ni mbili tu zikizungumzia makanatu sulhi عند البشر, nafasi ya usuluhishi wa changamoto zinazojitokeza kwa wanadamu, na makanatu sulhi fil Islam, nafasi ya kusuluhisha ndani ya Uislamu. Uislamu umeipa nafasi gani sulhu pale ambapo inatokea pande mbili zimekinzana? Hotuba ya kwanza nilitoa katika markazu Dar al-Hadithi Biununio na ipo katika mitandao ya kijamii. Ukiangalia katika YouTube kuna mengi ambayo yatawahi katika hii hotuba ya kwanza. Hii sehemu ya pili ya leo naifungua kwa maneno haya: ikiwa kama mtume wa Allah Muhammad ibn Abdullah, ambaye yeye anapokea wahi kutoka kwa Allah jalla jalaluhu, ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi junudu samawati wal ardh, Allah ambaye ana majeshi mbinguni na ardhini. Ikiwa kama kuna manufaa ya kuendelea na malumbano, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni aula nasi bihi. Yeye alikuwa ni mbora kwa kulifanya hilo kwa watu, kwa sababu ana kila kitu. Yeye ana majeshi mpaka ya malaika, na ulishuka katika vita vya Uhud na vita vya Badr, lakini yeye ana majeshi
alayhi salatu wassalam kutoka kwa Mola wake, katika majini na katika wadudu, upepo, hata wakati mwingine bahari inakuwa ni jeshi la Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini bado pamoja na hayo alilazimika kuingia kwenye sulhu. Hii inatutosha kabisa sisi kujua umuhimu wa mlango wa kusuluhisha. Kama mtume wa Allah alilazimika kuingia kwenye sulhu wakati alikuwa na uwezo wa kufanya intiqam, alikuwa na uwezo wa kufanya tadmir, kuangamiza na kuvuruga kila kitu kile kinachomzuia katika njia ya da'wa, lakini alilazimika kuingia kwenye kusuluhisha. Famin babi aula, bal yajibu alaina idha hana alhal ila sulhi fala mafarra lahu. Hali inapolazimisha kuingia kwenye sulhu, hakuna njia nyingine isipokuwa kusuluhisha. Ayuha almu'minun, rawa al-imam al-Bukhari wal-imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima fi sahihayhima min hadith Abi Wa'il radiyallahu ta'ala anhu qala kunna bisiffin. Abu Wa'il anasema tulikuwa katika vita vya Siffin, na vita hivi vilikuwa ni vita vilivyopiganwa baina ya Waislamu wenyewe kwa wenyewe, baina ya masahaba wenyewe kwa wenyewe. Na aliyataja maneno haya Abu Wa'il kwa sababu ilikuwa ni tiba ya eneo husika. Anawakumbusha Abu Wa'il, jamani, tunaingia katika mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Ninakukumbusheni yaliyotokea baina yetu sisi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sulhu al-Hudaybiyah. Akasema Abu Wa'il radiyallahu ta'ala anhu, faqama Sahlu ibn Hanif faqala ayuha an-nas. Akasimama Sahlu ibn Hanif akatoa hutuba kuambia watu, akiwaambia ayuha an-nasu ittahimu anfusakum. Kipengele muhimu sana hiki. Enyi wanadamu, zituhumuni nafsi zenu. Katika riwaya ittahimu araakum. Hebu jalieni kuna wakati rai zenu na mitazamo yenu na misimamo yenu inawezekana ikawa kwenye makosa. Hii tabia ya kujijengea kwamba wewe kwenye mawakifu zako upo sahihi tu, hii ni tabia ya watu wenye kiburi. Kuamini rai yako kila wakati ipo sahihi na rai za wenzako ndo zina makosa, hii ni tabia ya watu wenye ujubu, kujiona. Ittahimu anfusakum, kuna wakati zitieni kwenye tuhuma nafsi zenu, zitieni kwenye makosa rai zenu. Hebu jalieni mnawezekana kwenye hiyo msimamo wenu mmekosea. Tena hasa ikiwa jambo hilo linapelekea umwagaji wa damu, ikiwa jambo hilo linapelekea kutweza utu wa watu, ikiwa jambo hilo linapelekea kuleta farka ya mujtama, na kuna wakati inapelekea kuleta farka baina mke na mume, watoto wakakosa malezi ya baba na mama, wewe ukalazimisha kuona kwamba rai yako na msimamo wako na mitazamo yako ndio sahihi na watu wote lazima wapate mtazamo wako. Ittahimu anfusakum, tuhumuni nafsi zenu. Ittahimu araakum, zituhumuni rai zenu. Kuna wakati rai zenu zipo kwenye makosa, hata kama wewe unatafsiri kwamba nipo sahihi, lakini katika mizania ukirudisha katika uhalisia kuna uwezekano upo kwenye makosa. Anasema sahaba mtukufu Sahlu ibn Hanif, fa inna kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawm al-Hudaybiyah. Hili tukio liliwahi kututokea sisi, tulikuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siku ya sulhu ya Hudaybiyah.
Tutakuja kuieleza sulhu al-Hudaybiyah, vyanzo vyake, matokeo yake mpaka mwisho wake. Tulijikuta tupo pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku ya sulhu al-Hudaybiyah, walau nara qitalan laqatalna. Sisi lau kama tungeona kwamba mapambano ndio sawa, tulikuwa tuna kila sababu ya kupambana. Takuja kutaja ikhwani fil iman, wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakwenda kuchukua rai kwa masahaba wake. Mnajua katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu mwenye hikma na busara, mpole wa maamuzi, alikuwa ni Abubakar bin Siddiq. Na jambo likishafika kwa Abubakar bin Siddiq, ujue hilo limekwisha, limepoa. Lakini kwenye sulhu ya Hudaybiyah, Mtume alipotaka rai, Abubakar alitoa rai kuingia kwenye mapambano. Ile mawqif ilikuwa ni mawqifun haraj, ni eneo gumu mno, mpaka hata wapole pia walikuwa wakali. Hata wale wenye rai za kutuliza mambo walikuwa na rai za mapambano. Anasema Sahlu ibn Hanif akielezea tukio ile la Hudaybiyah, faqala Rasulullah, فجاء عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله. أكاد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه anakwenda kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada ya kuwa Mtume alayhi salatu wassalam amepitisha rai ya kusuluhisha, sio kupigana. Umar radiyallahu ta'ala anhu, kwanza iangalie hali yake. Umar ni Mkureishi, mzawa wa mji wa Maka. Lugha za watu wa sasa ni mtoto wa mjini kindakindaki. Hakuna mtu yeyote ambaye anamuogopa katika Makureishi. Umwekee Abu Jahali hapa muogopi, umwekee Abu Sufyan hamuogopi, umwekee Umayya ibn Khalaf. Umar kwa nafasi yake hamuogopi mtu yeyote. Je, hali hii aliyokuwa nayo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ndio hali waliokuwa nayo ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abdullah ibn Mas'ud ana hali kama ya Umar. Ammar ibn Yasir ana hali kama ya Umar. Umar anataka kuubebesha ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzito aliokuwa nao yeye peke yake, bila kujali kwamba katika umma huu kuna watu wanyonge, kwenye umma huu kuna watu wadhaifu, kwenye umma huu kuna watu ambao hawajiwezi. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu arda ameshuhudia baba yake mzazi na mama yake mzazi wanauawa mbele ya macho yake. Hivi huyu mtu unampa rai ya kuingia kwenye mapambano na watu ambao wamemuua baba yake na mama yake, atakuwa na rai ya kuingia kwenye mapambano? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda, moja ya masahaba walioteswa, walipigwa sana kwa unyonge walikuwa nao na kina Abu Jahal. Hawa watu unaambia waingie kwenye mapambano, wana machungu ambao wameyapata kutoka kwa mpinzani wetu, hawatakuwa na rai hiyo. Sasa Umar anakwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, faqala ya Rasulullah, anakwenda kumwambia ewe mjumbe wa Allah, alasna ala alhaqi wa hum ala albatil. Unachukua rai ya kusuluhisha Mtume, kwani sisi tunakosa gani? Kwani sisi hatupo kwenye haki, wao wapo katika batil? Alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fin nar. Kwani Mtume tukiuawa sisi, wale wanaokufa miongoni mwetu sana kwenda peponi, na wanakufa miongoni mwao na kwenda motoni? Lima nuqa janaya fi dinina. Kwa nini Mtume unakubali kupewa udhalili katika dini yetu? Iweje Mtume unakubali haya makubaliano ambayo yana dhulma katika umma wa Kiislamu? Tuna udhaifu gani? Tunaogopa nini? Kama ni ishi kwamba kuna watu wanyonge watauawa, wakiuawa wanakwenda peponi. Huu ni msimamo wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Na anamwambia nani maneno haya? Anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faqala bala, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam hakutaka kuchallenge na Umar. Akamwambia unaosema Umar ni kweli. Ni kweli akifa mmoja miongoni mwetu anakwenda peponi. Ni kweli sisi tupo kwenye haki, wao wapo katika batil.
Qala fa'ala ma nuta danaya, unakubali vipi mtume tudhalilishwe katika dini yetu kwa kuwekewa vipengele vyenye dhulma katika hii sulhu, alafu tunakubali? Anarji'u wa lamma yahkumu Allahu bainana wa bainahum, yani tunarudia hapa kwenye eneo la Hudaybiyah, wakati tumetoka kule umetuambia umeota ndoto kwamba tunakwenda kuingia katika msikiti mtukufu wa Makkah, tumetoka watu 1400 kwa kuitikia wito wa ndoto yako. Ina maana mtume hata ndoto yako sio kweli pia. Turudi katika mji wa Madina hali ya kuwa Allah hajahukumu baina yetu na baina ya maadui zetu katika uwanja wa mapambano. Mtume hapana, tusirudi. Anasema haya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, faqala ya ibn al-Khattab inni rasulullah walan yudhi'ani Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anamwambia Umar, ewe Umar, haya maamuzi yanapita kwa mtume wa Allah, na ujue kwamba Allah hanipotezi katika maamuzi yangu haya. Allah yupo pamoja nami. Anaambiwa maneno yale Umar radiyallahu ta'ala anhu, anatoka famtalaka Umaru ila Abi Bakari, akaona bwana maamuzi gani haya? Akatoka kwa hasira na jazba, anafeta kwa hasira, akaenda kwa Abubakari, labda Abubakari atamuunga mkono kwenye rai yake. Akaenda akazungumza maneno yale, ya Abubakari, alasna ala alhaq wa hum ala albatil, alaysa qatlana fi aljannati wa qatlahum fi an-nar, lima nu'ta danaya fi dinina. Ewe Abubakari, kwa nini tunakubali kudhalilishwa kwenye dini yetu? Haikuwa wale watakaokufa miongoni mwetu wanakwenda peponi? Haikuwa wale watakaokufa miongoni mwao wanakwenda motoni? Kwa nini sisi, kwani sisi tupo katika haki, wao wapo katika batili? Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu anamwambia, ya Umar, innahu rasulullah wa lan yudhi'ahu Allah abadan. Ewe Umar, huyu mwenye maamuzi ya hayo ni mtume wa Allah, na Allah Mola wake hampotezi milele. Anachokifanya ni kile ambacho Allah anakiunga mkono. Fanazalat suratul Fath, Allah kashusha suratu al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin. Mpaka pale katika moja ya aya zilizopo ndani ya aya hii, ndani ya sura hii, Allah jalla wa ala anasema, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim, hakika wale walioweka kiapo cha utiifu kwako katika eneo hili la Sulhul Hudaybiyah, hakika wao wameweka kiapo cha utiifu na Allah, na pale walipoweka mkono wao juu ya mkono wako, na Allah aliweka mkono wake juu ya mikono yenu. Yadullahi fawqa aydihim, na mkono wa Allah ulikuwa juu ya mikono yao. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah alijua ukweli uliopo katika nyoyo za masahaba. Fa'anzala as-sakinata alayhim wa atabahum fathan qariba, Allah akawapa zawadi ya ushindi unaokuja hivi karibuni. Ulikuwa ni mwaka wa 6 na mwaka wa 7 wakaenda zao katika eneo, yani walirudi pale katika mji wa Madina. Mwaka wa 7 wakaenda katika eneo la Sulhu Fathu Khaybar, ambayo ilikuwa ni kuwa katika uchumi kwa Waislamu, na hii ndio fathan qariba. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qaribun wa bashiril mu'minin, na kuna kinginecho mnachokipenda ambao ni nusura kutoka kwa Allah na ushindi uliopo karibu. Muhammad, wape bishara njema waumini, ushindi upo karibu. Sulhul Hudaybiyah mwaka wa 6. Mwaka wa 7 Fathu Khaybar kwa ajili ya kutia nguvu katika uchumi wa Waislamu, na mwaka wa 8 Fathu Makkah. Nani alitegemea kwamba suluhu hii inakwenda kuzalisha faida kubwa kama hizi? Allah anadhibiti kwa kusema wasulhu khair, kupatanisha ni khairi, ai min al-firaq, kuliko kufarakisha. Sulhu siku zote haileti ila khairi. Vyovyote itakavyokuwa, muda wa kuwa watu wameshindwa kuelewana, waingie kwenye kusuluhishana.
Ikhwani fil iman, kwenye hutuba iliyopita nilitaja vita vya siku 12 vilivyokuwa vinakwenda kuipa taswira nyingine dunia, vilivyokuwa vinakwenda kuingiza kwenye dunia uwezekano wa kupatikana vita vya 3 vya dunia. Ile shughuli iliyofanyika ndani ya siku 12 ililazimu watu wenye akili waitane, jamani, huku tunakokwenda mnakuona, hebu njoeni tukae pamoja. Leo hii mnasikia tena Gaza kuna vita, mnasikia yale makombora ambao walikuwa wanatumwa moja kwa moja kutoka Tehran yanatua Tel Aviv, yapo tena? Je, mnasikia zile ndege nzito za kivita ambazo zilikuwa zinatoka Tel Aviv moja kwa moja zinatua Tehran, zipo? Hiyo ndio maana sulhu. Nani alitegemea kwamba ukimya huu tulionao ungekuwepo kwa ile mikwara na vile vitisho vilivyokuwa vinafanyika wakati ule? Wasulhu khair, kupatanisha ni khairi ayuha almu'minun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa sallallahu wa sallam ala imamil mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah as-sadiq al-amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Ayuha almu'minun, hutuba yangu ya leo nimeita waqafatu ma'a sulh al-Hudaybiyah, visimamo ambavyo tunavipata kwenye tukio la sulhu al-Hudaybiyah. Sulhu al-Hudaybiyah ni tukio ambalo lilitokea katika mwaka wa 6 mwezi wa Dhulqa'da, baina ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyetoka katika mji wa Madina akiwa na masahaba wake 1400. Sababu ya utokaji huo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliota ndoto kwamba ataingia katika msikiti mtukufu wa Maka kwa amani na utulivu. Allah amesimulia tukio hili, laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Allah kasadikisha kwa mtume wake ile ndoto aliyoota ni ndoto ya kweli. La tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah, mtaingia katika msikiti mtukufu wa Maka insha Allah, aminin, mkiwa na amani kabisa, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kuna watu miongoni mwenu watakuwa wamenyoa vichwa vyao na wengine wamepunguza nywele zao. La takhafun, mtaingia katika mji wa Maka bila ya hofu yoyote. Ndoto hii mtume aliwasimulia masahaba wake. Masahaba mnajua wamefukuzwa katika mji wa Maka. Mnajua masahaba walikuwa na mapenzi na mji wa Maka, wameondoka kurhani, kwa lazima, kwa kutoweza nguvu. Walipopata bishara hii ikaweka shauku kubwa sana ya kurudi tena katika mji wa Maka kwenda kufanya ibada ya umra. Lakini kwa sababu kuna vita kubwa baina ya Mtume Muhammad na wakazi wa mji wa Maka, Makuraish, Mtume alitoka na silaha ili kuangalia chochote kikitokea tutafanya kile kitakachokuwa mbele ya macho yetu, pamoja na kwamba alitoka katika mji wa Madina kwenda kufanya umra ya kwanza tokea wamefukuzwa katika mji wa Maka. Hawajarudipo tena katika mji wa Maka, isipokuwa ilikuwa ndo mara hii. Miaka 6 imepita. Kila mmoja katika masahaba alikuwa na shauku kubwa ya kuingia katika mji wa Maka. Walipofika katika eneo la Usfan, mji uliopo baina Maka na Madina, wakapewa maelezo kwamba watu wa Maka wamekwisha kusikia habari ya kutoka kwenu Madina kwenda Maka na wamejiandaa kuwazuieni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakusanya masahaba wake akawaambia, jamani, kuna habari hii, tunafanyaje? Mtu wa kwanza kutoa rai alikuwa ni Abu Bakar as-Siddiq. Anasema tuendelee na safari yetu, wakija kwa vita tunapigana nao, wala siogopi. Masahaba wengine nao wakatoa rai kwamba twendeni, sisi tumekusudia kwenda kufanya ibada, wao wanatuzuia, twendeni. Mpaka wanafika eneo la Hudaybiyah, ambapo ndipo eneo hili limepewa jina la sulhu hii, inaitwa sulhul Hudaybiyah. Eneo la Hudaybiyah watu wa Maka walikuwa tayari wameshakuja, wakina Amr bin Mas'ud, mjumbe wa kwanza wa Quraysh, amekuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia tunakuomba ishia hapa,
hauruhusiwi kuingia mji wa Maka, vinginevyo patatokea machafuko makali sana. Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anawaambia, nimekuja kufanya ibada umra tu, mimi nakuja kufanya umra naondoka, ndani ya siku 3 tunaondoka zangu. Kaambia hapana. Yule bwana akatoka akaenda katika mji wa Maka kuambia kwamba nimemwambia Mtume Muhammad hakuna kuingia. Ameenda na ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaomba watu wengine wenye busara wanaweza akaja tukazungumza. Akaletwa mjumbe wa pili, akaletwa mjumbe wa tatu, mambo yakawa hayaeleweki. Mpaka anakuja mmoja katika watu wa Maka anaitwa Sahal, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona akasema, hadha Sahal qad sahala Allahu amrakum. Huyu anayekuja sasa hivi anaitwa Sahal, Allah ameshakwisha kutengeneza jambo lenu. Kweli suluhu hii ilipatikana baina ujumbe wa Maka ambaye alikuwa ni huyu Sahal pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ikhwani, kwa haraka hebu ziangalie hizi bunudu almuahada, nukta za muafaka ule baina Mtume na masahaba na watu wa Maka. Hebu angalia, lau kama ungekuwa wewe katika suluhu hii ungekubali? Usiingie kwenye kuwatumu masahaba. Masahaba walivurugwa kweli kwenye suluhu hii, walivurugwa kweli. Na ndio hapa wakina Abu Wa'il wanasema kwamba itahimu araakum, sisi tulijiona tuna haki 100% dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kilichokuja kutokea, huyu Thalib ibn Hanif yeye anasema kwamba aliendelea kufanya ibada za kuomba msamaha kwa Allah tabaraka wa taala. Umar ibn al-Khattabi anasema, niliendelea kufunga, niliendelea kutoa sadaka, niliendelea kuachia huru watumwa, kwa majibu ya kijeuri niliyomjibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilijiona nipo kwenye haki. Na kutahadharisha ewe Muislamu na ewe mwananchi wa Tanzania, wewe ukiwa sababu ya watu kutokukumbushana, chochote kitakachotokea baada ya kushindikana suluhu hiyo, unabeba dhima hiyo mbele ya Allah na utakwenda kuulizwa mbele ya Allah siku ya Kiyama. Narudia tena maneno yao nielewe. Haya magombano hayaleti maendeleo, hayaleti manufaa, hayaleti suluhu, hayaleti uwiano wa kijamii. Ukiwa wewe ndio kikwazo cha haya, huu suluhishaji, madhara yoyote yatakayopatikana kwa kukwaza sulhu, wewe utabeba masuhulia hayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama. Kama kuna damu zitamwagika kwa wewe kukwaza suluhu isipatikane, utabeba masuhulia hizi damu. Kama kuna mali zitaporwa, utabeba masuhulia ya mali hizo mbele ya Allah siku ya Kiyama. Ikiwa kama kuna heshima za watu zitavunjwa, utakuwa masuhulia wa heshima hizi. Kwa sababu ikiwa kama Mtume wa Allah alilazimika kuingia kwenye sulhu, tena vipengele vya sulhu hivyo hakuna hata kimoja kinamfeva Mtume na Waislamu, lakini Mtume alikubali. Pamoja na challenge kubwa kwa masahaba wake watukufu waaminifu, lakini bado Mtume alikubali. Alikuwa na wakati mgumu kutoka kwa Makureishi, akawa na wakati mgumu kutoka kwa masahaba wake, lakini aliona bado hakuna njia ila sulhu. Moja ya bunudul muahada, moja ya vipengele vya hiyo sulhu inayoitwa sulhu al-Hudaybiyah, miongoni mwa maneno ambao walikubaliana, moja, an tad'a al-harb awzaraha 10 sinin, kwamba vita visipigane baina ya Makureishi na watu wa Maka kwa muda miaka 10, ya amanu fiha an-nasu wa yakufu ba'dhum an ba'd, yani watu wawe na amani ndani ya miaka 10, kila mmoja ajizuilie dhidi ya mwenzake ndani ya miaka 10. Hiki kipengele pekee ndio kilikuwa kina nafuu kwa Waislamu. Kipengele hiki pekee ndio kilikuwa kina nafuu kwa Waislamu. Lakini na waulizeni, kama mmesoma tarehe ya Kiislamu, je, pande hizi mbili ziliweza kutekeleza kipengele hiki? Billahi alaikum, Makureishi walivunja kipengele hiki ndani ya mwaka mmoja. Pamoja na kwamba kipengele hiki kilikuwa kina nafuu kubwa sana kwa upande wa Waislamu, lakini wapinzani wao hawakuweza. Na sababu ya kupatikana Fathu Makkah ilikuwa ni kuvunja kipengele hiki na kipengele kingine kinachofuata. Lakini kipengele cha pili kikawa ala annahu man ata Muhammadan min Quraish bighairi idni waliyihi, katika Makureishi yoyote atakayetaka kuja kwa Mtume Muhammad aliyakuwa kasilini, lakini hakuruhusiwa na msimamizi wake kule Maka, raddahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, mkataba huu unamtaka Mtume Muhammad amrudishe mtu yule katika mji wa Maka. Lakini
mtu ambaye manjaa Muhammadan, atakayekuja kwa mtume, manjaa Quraishan, atakayekwenda kwa makuraish katika waislamu wa mji wa Madina, anakwenda kule murtaddan, atabakia kwa upande huu. Sijui umeelewa maana kipengele hiki. Akitoka mtu mmoja kwao anakuja kwetu bila idhini ya wali wake, ni wajibu kwa mujibu wa makubaliano tumrudishe kule. Na makubaliano anasema akitokea kule anakuja kwetu hali ya kuwa kasilimu, tunatakiwa tumtoe kwetu tumrudishe kwao. Yaani akitoka kwao kuja kwetu tumrudishe kwao, akitoka wa kwetu kwenda kwao abakie kwao. Kwao wapate wawili, afsi hatuna hata mtu mmoja. Tunakubaliana kipengele hiki? Akitoka muslimu kule amesilimu anakuja huku tumrudishe murtaddan, na akitoka muislamu huku murtaddan anabakia kule kule. Moja sehemu ambazo maswahaba walikuwa na wakati mgumu ni kipengele hiki. Haiwezekani. Yaani wa kwetu akitoka kenda kule abakie kule, wako akitoka kule aje huku tumrudishe, ili mtume atukubali. Kipengele kingine katika moja vipengele ambavyo viliingiwa katika mkataba, wa annahu man ahabba an yadkhula fi aqdi Muhammadin wa ahlihi, mataifa yoyote katika watu wa mataifa atakayekubali kuingia katika mkataba na mtume Muhammad, anaruhusiwa kwa mkataba huu awepo upande wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yoyote ambaye katika watu wa kimataifa anayetaka kujiunga na makureish kwenye mkataba huu, anakuwa katika kundi la makureish. Yaani hivi vipengele vyote vilivyokubaliwa kwenye mkataba huu, yoyote katika walimwengu atakayekubali kuwa moja katika pande hizi, anakuwa chini ya taa ya yale makubaliano katika mkataba. Si umeelewa maana yake? Kwamba kama itatokea nchi ya Kenya imetaka kuwa upande wa Tanzania, wakati Tanzania inagombana labda na nchi ya Somalia kwa mfano, basi huwa anaruhusiwa kwa upande wa Tanzania, na makubaliano yote yale wa Tanzania watakuwa pamoja naye. Na mwingine akijiunga upande ule, basi naye atakuwa chini ya mkataba huu kama vile ambavyo mkataba umesema. Lakini pia wa annaka tarji'u anna amuka hadha fala tadkhulu alaina Makkah. Hata moja makubaliano ya mkataba huu kwamba wewe sasa hivi rudi tu katika mji wa Madina, hautaruhusiwa kuingia kwetu sisi mwaka huu, tunakupa ruhusa mwakani. Ukipenda kuja mwakani tutakupa siku 3. Ukija ndani ya mji wa Maka siku 3, sisi tutatoka, tutakuachia ufanye unachokitaka pale Maka ndani ya siku 3. Ukimaliza siku 3 ondoka zako, rudi zako Madina, tuachie mji wetu. Moja makubaliano katika ule mkataba. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakubali kwa shingo upande, makuraishi wakafurahi kwa hilo. Sasa chini ya mkataba ule unatakiwa uandike kutoka kwa Mtume Muhammad pamoja na makuraishi. Wanaandika hili neno, wakasema wale makuraishi, futa hilo jina la Mtume Muhammad, si tungejua kama ni mtume tusingemzuia kuja Maka. Andika ni mkataba baina makuraishi na Muhammad mtoto wa Abdullah. Mwandishi wa mkataba ule alikuwa Ali ibn Abi Talib, aambiwa afute jina la mtume. Akasema hapana. Nafuta jina la mtume? Hapana. Kwani si mkataba tushakubaliana? Ili jina la mtume lina dakhali gani katika mkataba? Akaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, futa, andika ni Muhammad ibn Abdullah pamoja na ahli Makkah. Akafuta mpaka heshima yake kwenye maandishi ya utume kwa ajili ya mkataba sulhu kupatikana. Ikhwan fil iman, bila kutanazana katika baadhi ya misimamo kwa wagombanaji wawili walioingia kwenye sulhu, hiyo ni ishara kukataa kusuluhishana. Narudia tena maneno haya. Watu wawili waliogombana, waliowekwa kwenye majlis ya sulhu, kama ni mke na mume, kama ni mtu na mtu, biashara, kampuni kwa kampuni, nchi na nchi, mtu anaingia kwenye sulhu na misimamo yake kwamba mimi sikubali kutoa chochote katika misimamo yangu, huyo maana yake amekataa kusuluhisha. Ili sulhu ipatikane, ni lazima watu wajishushe kwa maslahi mapana. Sulhu, punguza misimamo yako. Hapo ndipo ambapo sulhu itapatikana, na sulhu ikipatikana ni manufaa kwa watu wote baada ya hapo. Ikhwani fil iman, muda umenitupa mkono. Nilitaka kukuelezea hizi wakafatu katika hii sulhu. Tunajifunza nini kwenye sulhu hii? Nimeweka wakafatu zisizopungua 8, lakini muda wa hutuba umekwisha, bali nimeongeza muda. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.